Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine habari unazungumzia. Hawa ni klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kufanya mabalaa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kazi kubwa inaendelea kuweza kupigwa na kuhakikishwa kwamba mambo yanaendelea kuweza kufikia vizuri kabisa, ambapo klabu ya soka Young Africans mapema kabisa leo hii imekwenda kutoa taarifa yake juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazuri, ambapo wanakwenda kumaliza dili lao mapema kabisa. Inaelezwa kwamba tayari uko vitu vimeanza kuafikiwa na tayari makubaliano yamekubaliwa na tayari mzigo umeshaweza kuwekwa panapo stahili. Mzigo ushatoka benki, wenyewe wanakwambia hawakai na pesa, kama pesa ipo ya kutumia basi inatumika. Mambo mengine yanakwenda hapa, kuna longolongo bali ni mwendo wa kuweza kuweka kazi juu ya kazi, ambapo Young Africans wanashusha wachezaji mmoja baada ya mwingine. Wale ambao ulisema hawawezekani kwa Young Africans juu ya kwamba inawezekana. Na sasa ni nani huyo ambaye ametua leo hii kwenye kikosi cha wananchi Young Africans? Utakwenda kujua hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili wakati wowote saa 24 kutoka pande zote za dunia. Unakuwa unapata taarifa zetu ukiwa na Wina Media. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans kama unaamini ya kwamba pengine wao wamemalizana mambo ya usajili, bado wataendelea kuweza kukushangaza, kwani wana mengi ambayo wanaendelea kuweza kuyafanya chini kwa chini, na pengine watu walifikiria kwamba pengine baada ya utambulisho ule kazi zimeisha, lakini bado kumbe kazi zinazoendelea kufanyika chini kwa chini. Na sasa ni dili moja tu ambalo linalozungumzwa, lakini leo hii pia limeibuka dili lingine baada ya kuweza kusubiri kwa hamu juu ya ujio wa Faisal ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo watu wengi wameona kabisa kwamba hiki kinachofanyika sasa kinaweza kuwa kinakwenda kukamilika kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, lakini unaambiwa bado kazi zinaendelea kushuka, ambapo mwalimu kocha hapa nazungumzia Mankoba yeye aliweza kuweka wazi kwamba anahitaji namba 10 mwingine kwenye kikosi chake ambacho ni kikosi cha Young Africans, ambapo anahitaji kupata namba 10 mwingine. Huku hapo zikaibuka tetesi juu ya kuondoka kwa namba 10. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Ahlan Okello kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo timu ya kwanza ilionekana kumhitaji ni kutoka kule nchini Ubelgiji, ambapo walitia mapema kabisa dau lao na kusema kwamba wanamtaka mchezaji huyo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Sasa taarifa inaelezwa kwamba sasa waliouziwa na wao wanatakiwa wauze. Hapa nazungumzia klabu ya Wydad Athletic Club baada ya kuweza kufanya biashara na klabu ya soka Young Africans katika dili la Selemani Mwalimu. We Selemani we Sele
Sele miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuwa gumzo kweli kweli. Baada ya kutambulishwa kule, anakuja kucheza kwenye timu nyingine. Sasa mabosi wa Selemani Mwalimu wamerudi na wao kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kuchagua mali ambayo wanaamini itaweza kuwafaa katika kikosi chao, ambapo taarifa inasema ya kwamba klabu ya miamba ya Morocco Wydad Athletic Club imetuma ofa rasmi kwenda kwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC Young Africans Sport Club, ikihitaji saini ya kiungo mshambuliaji raia wa Uganda Alan Okello mwenye umri wa miaka 26. Wydad Athletic Club wako tayari kutoa kiasi cha shilingi $700,000, takriban shilingi bilioni 1.8 za Kitanzania ili kukamilisha usajili huo. Hata hivyo, uongozi wa Yanga unahitaji kiasi cha dola milioni 1, takriban bilioni 2.6 za Kitanzania ili kumwachia nyota huyo mwenye uwezo mkubwa wa kutengeneza na kufunga mabao. Uongozi wa Young Africans unatarajiwa kufanya maamuzi ya mwisho kuhusu hatima ya Alan Okello mara baada ya kukamilika kwa mchezo wa dabi ya ngao ya jamii dhidi ya Simba, ambapo wenyewe wanataka kufanya biashara hiyo kama dili hilo likikamilika na Wydad wakakubali kiasi hicho cha fedha kuweza kukitoa, basi watafanya biashara hiyo na klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Lakini katika maswali ambayo wanajiuliza, kama wanamuuza Alan Okello namba 10 watakwenda kumchukua nani? Je, watafanikiwa kupata dili la Fei Toto kwenye kikosi cha klabu yao kutoka pale Azam FC kujiunga na Young Africans? Lakini kuna option nyingine ambapo taarifa inaelezwa kwamba pengine tatizo jingine hapa mjini linaweza kutokea, ambapo mabingwa wa ligi kuu ya NBC Young Africans wamejipanga kuimarisha safu ya ushambuliaji kwa kumsajili kiungo mshambuliaji namba 10 ili kuongeza ubunifu kikosini. Macho na masikio ya uongozi wa Young Africans yameelekezwa moja kwa moja kwa fundi wa mpira Stefano Aziz Ki. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa makubaliano binafsi kati ya Yanga na mchezaji huyo yamefikiwa na kila upande uko tayari kwa dili hilo. Hata hivyo, vikwazo vikubwa kwa sasa ni mchakato wa kuvunja mkataba wake na klabu yake ya sasa Al Ittihad ya Libya. Ili kufanikisha hili, inahitajia gharama za kuwezesha kuvunja mkataba huo ili mchezaji awe huru kurejea Jangwani. Hapa ndipo mdhamini mkuu na mfadhili wa klabu hiyo GSM anapoingilia kati, ambapo kwa sasa anaendelea kushawishiwa kuweka mzigo wa kutosha ili kukamilisha dili hili tata. Huu ni mchezo wa kuigiza wa usajili ambao mashabiki wa Yanga wanausubiri kwa hamu kubwa, wakiamini kurejea kwa Aziz Ki kutawapa makali zaidi msimu huu. Je, unaona GSM akikubali kutoa mkwanja huo mkubwa ili kumrejesha Aziz Ki kikosini, ambapo watu wengi wanasubiri kuweza kuona dili hilo litafanikiwa katika yale ambayo Young Africans wanayataka? Lakini katika taarifa nyingine kufikie wewe ambaye kwa sasa unasikiliza taarifa hii, ni kwamba klabu ya soka Young Africans imefikia makubaliano ya mwisho na klabu ya Petro de Rwanda ya kule nchini Angola, ambapo wamefikia maamuzi ya kufanya biashara. Ni biashara gani hiyo? Unaambiwa aliyekuwa mshambuliaji wa kimataifa wa Young Africans Laulindo Depu amekamilisha usajili wake kurejea nyumbani Angola, akijiunga na klabu ya Petro de Luanda akitokea kwa mabingwa wa ligi ya kuu ya NBC. Uhamisho huu unaelezwa kuwa wa kibiashara zaidi, ambapo Young Africans wamefanikiwa kunufaika kifedha kupitia mauzo ya nyota huyo. Depu anatoka Jangwani baada ya kuweka alama yake na sasa anarejea kwenye klabu yake ya zamani ili kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji. Uongozi wa wananchi unaendelea kurusha kete zake sokoni, huku mauzo haya yakifungua milango ya marekebisho na usajili mpya kikosini, ambapo unaitazamaje biashara hii iliyofanywa na Yanga kumuuza Depu kwa Petro de Rwanda? Je, ina manufaa kwa upande wao? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na